Ni Zanzibar. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Harun Al-Suleiman amewataka wanasheria nchini kufanya kazi kwa uadilifu kwa kupigania haki za binadamu na kulinda misingi ya utawala wa kisheria. Kutoka Zanzibar, Thabiti Madai anakuja na undani kamili. Akizungumza katika ufunguzi wa mafunzo ya mradi wa upatikanaji wa haki uwajibikaji nchini Tanzania yaliyofanyika katika ukumbi wa Madinatul Bahari wilaya ya Mjini Magharibi Unguja, Waziri Haruna amesema ni wajibu wa kila mwanasheria kuhakikisha haki inatendeka bila upendeleo wowote. Tushikamane, tushirikiane. Nitoe wito kwa taasisi zetu wenyewe za serikali na zile ambazo za serikali, ikiwemo serikali kwa polisi, kwa mafunzo, ofisi ya DPP, sema mwanasheria mkuu, mahakama na sote tunahusika. Tubili timu ambayo jambo hili tunaweza tukalisimamia vizuri. Kwa hivyo tukio hili la leo halihusiani tu na uzinduzi wa mradi huu, bali ni uthibitisho wa dhamira endelevu ya serikali ya Zanzibar ya kuimarisha misingi ya haki, kuhimiza ushiriki wa wananchi na kudumisha uwajibikaji wa taasisi za umma. Nadhani hilo ndio ambalo nimelisema. Kwa upande wake, mratibu wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania amesema mnyororo wa haki ni mchakato wa kujitegemea. Hivyo ushirikiano wa taasisi zote ni muhimu ili kuondoa mgogoro na kuimarisha msingi wa haki. Kwa pamoja tunatekeleza huu mradi ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunalinda haki za binadamu, lakini tunahakikisha kwamba upatikanaji wa haki unawafikia wadau wote katika ngazi ya kijamii mpaka ngazi ya kitaifa. Naye rais wa chama cha majaji na mahakimu Zanzibar, Salma Ali, amesisitiza haki ni nguzo ya amani, huku akiahidi kushirikiana na wadau wote kuhakikisha haki inapatikana bila upendeleo. Mradi huu umewajumuisha watu wote ambao wako katika mnyororo wa kutoa haki, aidha awe mtu wa chini kabisa, paralegal, wala kawaida, wasaidizi wa kisheria, mahakama, mpaka kufika kwenye ngazi ya juu za haki. Kutoka Zanzibar moja kwa moja tuelekee mkoani Katavi. Serikali inaendelea kuongeza majengo ya huduma za afya ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuwapunguzia adha wananchi ili wasitembee umbali mrefu kwa kufuata huduma hizo, ambapo katika hospitali ya rufaa mkoani Katavi ujenzi mkubwa wa awamu ya pili unaendelea, huku jengo la usafishaji na uchujaji damu likiwa limekamilika na kuanza kazi. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na Bugoma kutoka mkoani Katavi. Changamoto ya ugonjwa wa figo imekuwa tatizo kwa jamii, na hii ni kutokana na uhaba wa elimu ya kutosha, ambapo mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ameagiza elimu iendelee kutolewa zaidi ili jamii iweze kuepuka ugonjwa huo. Niwaombe wataalamu wetu, wataalamu wa tiba, wataalamu wa kinga kutoka Wizara ya Afya, ustawi wa jamii na kadhalika, tunaomba muongeze elimu ya namna gani ya kuishi ili kupunguza matatizo haya ya kufeli kwa figo, matatizo ya aina mbalimbali ambayo mnayaona wenyewe katika wagonjwa wanaokuja hapa kwetu. Elimu iendelee kutolewa ili tuwe pia na namna ya kukinga zaidi. Kupatikana kwa jengo hili, vifaa tiba hivi, tunaamini hii inaendelea kuwasaidia. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa Katavi, Dr. Frank Elisha, amesema huduma hiyo ya uchujaji damu kwenye figo, dialysis, inaendelea vizuri. Mpaka kufikia siku ya leo ambapo umekuja, jumla ya sessions za dialysis za uchujaji damu 195 zimefanyika na hakuna taarifa zozote za vifo ambazo zimetokea wakati wa ufanyikaji wa hizi sessions. Kipindi majengo hayapo, nikopa na changamoto sana, maana mgonjwa alikuwa anazidiwa, tunampeleka kule mpaka tunafika kule mgonjwa kashoka na hali mbaya, lakini kutuletea jengo hili na kutusia kama sababu gani mgonjwa hata alikaa kidogo na mletea nafuu kwa sababu ni hapa na hapa ni karibu. Katika hatua nyingine, Mrindoko amewataka watumishi wa hospitali kuendelea kusimamia fedha zote zinazoelekezwa katika ujenzi wa kuongeza majengo ya hospitali ya rufaa. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Bugoma wa Bugoma Clouds TV. Kutoka Katavi moja kwa moja tuelekea mkoani Shinyanga. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Chalamila, amezindua jengo la ofisi mpya ya wilaya Kishapu mkoani Shinyanga na kusema kuwa kukamilika kwake kutachochea zaidi upatikanaji wa haki katika mapambano dhidi ya rushwa. Taarifa zaidi na Moshi Ndugulile kutoka mkoani Shinyanga.
Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa jengo jipya la ofisi wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila ametoa wito kwa wananchi kulitumia jengo hilo kama kichocheo cha ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa na kusema taasisi hiyo itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi na uadilifu zaidi kwa kuzingatia misingi ya haki na usawa, huku ikitanguliza maslahi ya wananchi kama kipaumbele cha msingi katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa na ufisadi. Kwa hivyo nitoe rai, tunaomba ushirikiano wenu kutupatia taarifa za vitendo viovu vinavyoendelea, na sisi TAKUKURU hatutamuonea aibu mtu yote atakayejihusisha na vitendo vya rushwa, lakini vile vile hatutamuonea mtu yote na pia hatutampendelea mtu. Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Kishapu ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 27 Januari mwaka 2024 na ulikadiriwa kukamilika baada ya wiki 24 mnamo tarehe 16 Julai mwaka 2024. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga Bwana Donasian Kesi ameeleza kuwa kukamilika kwa jengo hilo ni hatua muhimu katika kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi, kwani litatoa ari mpya na kuongeza ufanisi, lakini pia ni chachu ya kuimarika zaidi kwa ushirikiano kati ya wananchi na taasisi hiyo katika mapambano dhidi ya rushwa. Matarajio yetu ni kwamba baada ya jengo hili kuzinduliwa ni kuongezeka kwa ushirikiano wa wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa. Uwepo wa jengo hili, uwepo wa watumishi wa TAKUKURU katika wilaya hii ni chachu kubwa sana ya kwenda kuzuia utoaji na upokeaji wa rushwa ndani ya wilaya yetu ya Kishapu. Tusingekuwa na chombo hiki, leo Watanzania tungekuwa wapi? Kwa sababu tumegundua na tumeona fedha nyingi zimekuwa zikiokolewa. Hadi kukamilika kwake, jengo hilo limegharimu zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 438. Moshi Abdalla Ndugulile, Clouds TV, Shinyanga. Na sasa ni zamu ya Njombe. Serikali ya Tanzania imegawa mashine za kuongeza virutubisho kwa wamiliki binafsi wa mashine za kusaga mazao ya chakula na kupiga marufuku wafanyabiashara ama wamiliki wa viwanda vya kuzalisha unga na wanaofanya ufungashaji wa vyakula bila kuviongezea virutubishi, lengo likiwa ni kukabiliana na tatizo la udumavu linaloutesa mkoa wa Njombe. Dr. Miefu kutoka Njombe anakuja na ripoti kamili. Katika mwendelezo wa jitihada za kukabiliana na tatizo la udumavu zinazofanywa na mkoa wa Njombe, imelazimika kuzikutanisha Wizara ya Afya, Wizara ya Viwanda na Biashara, wadau na viongozi wa serikali ya mkoa huo, lengo likiwa ni kujengea uwezo wa kuongeza virutubishi kwenye chakula na kisha kutoa maelekezo kwa wazalishaji wa unga na wafungashaji wa vyakula kutoendelea na shughuli hiyo kama hawataongeza virutubishi kwenye vyakula, huku pia wakihimiza matumizi ya maendelishe ili kupunguza kiwango cha udumavu ambacho kipo kwa 50% hivi sasa. Unga mahindi, unga ngano, mafuta ya kula pamoja na chumvi lazima waongeze virutubishi. Mahindi lishe yale ya njano ndio bado tunataka elimu sasa. Zile ndio tunataka elimu kwa sababu jamii bado inaona si madini. Janja kwa ajili ya kusaidia maeneo ya urutubishaji. Tunafanya kazi na wazalishaji wadogo wadogo na wale wakubwa. Tunapa teknolojia ambayo inawasaidia kuchanganya virutubishi ambavyo ni vitamini na madini. Wakati wizara zikitoa maelekezo hayo kwa wazalishaji wa unga na wafungashaji wa vyakula, serikali ya mkoa pia kupitia kwa mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda na afisa lishe mkoa Betha Nyigu wanasema wanakwenda kutekeleza maagizo yote ikiwa ni pamoja na kuwafuatilia wafungashaji wa vyakula, kwani mpango uliopo ni kupunguza udumavu kutoka 50% hadi 25% ifikapo 2030. Analima mahindi alafu anaenda kusaga kwenye mashine pale ya kusaga. Sasa kwa hatua hizi ambao tumeziona, tukamalizana kabisa na tatizo zima la udumavu. Kiwango cha udumavu tuna 50.4. Kwa hiyo kwa sasa kulingana na matokeo ya utafiti wa mwaka 2024, wastani wa kiwango cha udumavu katika mkoa ni 40%. Kwa upande wao wanufaika wa mafunzo hayo akiwemo Joshua Sanga wameeleza umuhimu na kisha kushauri serikali kuwapa mashine za kuongeza virutubishi wamiliki wote wa mashine za kusaga unga na wataalamu wa tiba asili ambao wanafungasha dawa.
Kitu gani? Tuone jinsi gani tunauondoa udumavu kwa wale watu ambao hawawezi kwenda kwenye masuala ya viwanda au hivyo, kwa sababu ukiangalia hapa asilimia kubwa tunajikita kwenye vitu ambavyo viwanda, kama mtu aenda kanunue tiba asili na tiba mbadala zimetengwa kwa ajili ya kuendelea kutokomeza udumavu au kuna njia nyingine ya kufikia ni kanuni mpya. Sasa swali langu la msingi ni kwamba je, wakati wa uundaji wa hii kanuni wale wadau wote wa msingi. Kutoka Njombe, Joctan Miefu, Clouds TV. Na sasa ni zamu ya Iringa. Kasi ya ukuaji wa sekta ya ufugaji wa nyuki imeelezwa kuwa chachu ya maendeleo kwa wananchi wa kijiji cha Itagutwa, kata ya Kiwele, halmashauri ya wilaya ya Iringa, kufuatia uwekezaji uliofanywa na kikundi cha Itagutwa Farming Group katika sekta hiyo, ambacho kimechangia kwa kiasi kikubwa uwezeshaji wananchi ili waweze kushiriki katika ufugaji nyuki. Agustino Kihombo kutoka Iringa na kuja na undani kamili. Uwekezaji huo umekuwa kichocheo kikuu cha hamasa kwa jamii kushiriki katika shughuli za ufugaji wa nyuki kwa lengo la kuvuna asali na kuongeza kipato katika familia zao, ikiwa ni juhudi za serikali katika kuhifadhi mazingira kwa matumizi endelevu ya misitu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi uliofadhiliwa na mfuko wa misitu nchini TAF, mratibu wa kikundi cha Itagutwa Farming Saidi Ngamilo anaeleza namna mradi huo utakavyowanufaisha wananchi kupitia ufugaji wa nyuki. Kuongeza idadi ya wafuga nyuki na mizinga 1000 ikiwezekana 2025 na 2026. Kuunda umoja wa wafuga nyuki kata ya Kiwele ili kuweza kulinda mazingira, kupata mazao yake ya nyuki kwa maendeleo endelevu na vizazi vijavyo. Bado tunaendelea kukaribisha watu wengine, makampuni mengine kuja kuwekeza kwa sababu uhitaji ni mkubwa, uzalishaji ni mdogo. Nao baadhi ya wananchi wakiongozwa na mwenyekiti wa kijiji cha Itagutwa wameeleza namna mradi huo utakavyoleta mabadiliko chanya katika maisha yao kwa kuongeza kipato. Lakini kwa na mizinga ambayo haikidhi kwanza na ulinaji wa mizinga ya kisasa uko wa busara, unalina bila kuua nyuki. Kwa hiyo ni elimu mojawapo. Ningekuwa na hali nzuri, mbona na mimi ningeweka mizinga kwenye maeneo yetu nikanufaika na mradi wa nyuki? Inawezekana kumbe. Kwa kweli mradi huu sisi tunaona iko haja, sababu mradi huu kwanza utawainua vijana, wataepukana na wizi, wataepukana na kukata miti ovyo kuharibu mazingira. Katika kuthibitisha umuhimu wa mradi huo, mfuko wa misitu nchini chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS umeunga mkono jitihada za kikundi hicho kwa kutoa fedha kwa ajili ya kuimarisha shughuli za uhifadhi. Serikali imetoa fedha kwa ajili ya kuendeleza mradi. Halafu huko nyuma niombe kwamba wananchi wenzangu tuendeleze hii miradi ambayo tunapewa na serikali. Mradi huo unaelezwa kuwa kielelezo cha mafanikio ya ushirikiano kati ya sekta binafsi, wananchi na serikali katika kuhakikisha maendeleo yanapatikana bila kuathiri mazingira. Hii ni Clouds TV kutoka hapa mkoani Iringa. Mimi ni Agustino Kihombo. Taarifa ya Agustino Kihombo ndio inatamatisha jicho la habari siku ya leo. Moja kwa moja tukaangalie the screenshot.